Mambo matano aliyofundisha Yesu kuhusu malaika. Mambo matano aliyofundisha Yesu kuhusu malaika. Kuhusu mafundisho ya Yesu, Karl Barth, mtheolojia wa Kijerumani, aliwahi kusema, Yesu hakufundisha ili auhukumu ulimwengu, bali alifundisha ili afufue matumaini. Ni ukweli usioweza kubadilika ya kuwa Kristo alikuwa si mwalimu wa kawaida katika historia ya wanadamu, kwa sababu alifundisha kwa mamlaka, kwa hekima, kwa kina na kwa upendo wa pekee. Kristo katika huduma yake hapa duniani pia alifundisha mambo muhimu kuhusu malaika. Mara kadhaa katika mafundisho yake alifafanua kuhusu nafasi, kazi na mpango wa Mungu kuhusu malaika. Basi ikiwa unatamani kujua Kristo alifundisha nini kuhusu malaika, basi karibu katika sehemu hii ya 5 ya somo hili ambayo nimekusudia kukueleza kwa kina kuhusu mambo matano aliyofundisha Yesu kuhusu malaika. Malaika watahusika katika hukumu siku ya mwisho. Hili ni jambo la kwanza alilolifundisha Yesu kati ya mambo matano kuhusu malaika. Licha ya mapokeo ya Kikristo kutofautiana kuhusu siku ya mwisho, lakini neno la Mungu lililo msingi wa mambo yote kupitia Kristo mwana wa Mungu anataja uwepo wa siku ya mwisho na kuwataja malaika kama wasaidizi katika ufalme wa Mungu watakaokuwa na jukumu la kuwatenga wenye haki kuurithi uzima wa milele na waovu kwa adhabu ya moto wa milele. Na uthibitisho wa mafundisho haya ya Yesu kuhusu malaika na kazi hii kubwa watakaoifanya tunaipata katika Injili ya Mathayo mtakatifu ile sura ya 13 ule mstari wa 41 hadi mstari wa 42. Na hili ni jambo la kwanza alilofundisha Yesu kuhusu malaika. Jambo la pili, watakatifu wa Mungu watafanana na malaika katika ufufuo. Watakatifu wa Mungu watafanana na malaika katika ufufuo. Na katika Injili ya Luka mtakatifu ile sura ya 20 ule mstari wa 35 hadi mstari wa 36, Kristo akiwajibu Mafarisayo kuhusu habari ya mwanamke aliyeolewa na kurithiwa na wanaume 7 kila mmoja kwa wakati wake, Yesu alisema, akiwaambia Mafarisayo ya kuwa katika ufufuo ama siku ya mwisho watu hawataendelea na ndoa na hatutakuwa chini ya kifo tena, bali watafanana na malaika. Kumbuka, au ni muhimu kufahamu ya kuwa Kristo hakusema tutakuwa malaika, bali tutafanana na malaika, akimaanisha hakutakuwa na kifo tena. Kwa kuhusianisha mafundisho haya ya Yesu kuhusu malaika, mtheolojia Thomas Aquinas aliwahi kusema, watakatifu hawageuki kuwa malaika, lakini wanaishiriki hali ya kiroho kama ya malaika kwa kutokufa, kwa kuona uso wa Mungu na kwa kutenda mapenzi ya Mungu bila kizuizi cha mwili wa dhambi. C.S. Lewis katika kitabu chake kiitwacho The Weight of Glory, kwa kuhusianisha na mafundisho haya ya Yesu kuhusu malaika, alisema, tutafanana na malaika si kwa kuupoteza ubinadamu wetu, bali kwa kuuendea ule ubinadamu wa utukufu uliokusudiwa na Mungu tangu mwanzo. Watakatifu watahusiana kwa ukaribu sana na malaika wakimtukuza Mungu. Si kwamba watakatifu watageuka kuwa viumbe wapya wa aina ya malaika, bali hali ya kimwili itabadilishwa ili iwe sawa kwa maisha ya milele na kwa utukufu wa Mungu kama walivyo malaika. Malaika hufurahia mwenye dhambi mmoja akitubu. Hili ni jambo la 3 ambalo Yesu alilifundisha kwa wanafunzi wake kuhusu malaika. Na uthibitisho wa mafundisho haya ya Yesu kuhusu malaika tunayapata katika Injili ya Luka mtakatifu ile sura ya 15 mstari wa 10, neno la Mungu linaposema, hivyo nawaambia ya kwamba kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kuhusu furaha na shangwe ya malaika kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapotubu, Jonathan Edward, mwinjilisti na mhasisi wa uamsho mkuu wa kiroho wa karne ya 18 nchini Marekani, aliwahi kusema, malaika ni viumbe watakatifu wanaoshuhudia kazi kuu ya neema ya Mungu kwa toba ya mwenye dhambi. Ni ushindi wa ajabu wa neema dhidi ya uasi, na jambo hili huwafanya malaika kufurahi. Kumbuka, malaika hawajawahi kuonja neema ya wokovu kama wanadamu, lakini hufurahi mtu anapotubu dhambi zake. Na hii ni ishara ya thamani kubwa ambayo Mungu ameiweka kwa nafsi ya mwanadamu na ushindi wa neema dhidi ya dhambi. Na hili ni jambo la 3
ambalo Yesu alifundisha kuhusu malaika. Jambo la 4. Malaika huwachukua wenye haki baada ya kifo. Hili ni jambo la 4 alilofundisha Kristo kuhusu malaika. Dini nyingi duniani zimeendelea kupata waumini kupitia mafundisho yao yanayojibu baadhi ya maswali magumu yaliyowahi kuulizwa katika historia ya maisha ya mwanadamu, kama vile Mungu ni nani? Je, Mungu yupo? Nani aliumba dunia? Je, kuna maisha baada ya kifo? Licha ya dini mbalimbali kuja na mitazamo na majibu tofauti kuhusu maswali haya, lakini Kristo alifundisha na kufafanua vema kuhusu maisha baada ya kifo kwa kuwataja malaika kuwa wanahusika na kazi ya kuwachukua watakatifu na kuwapeleka mbele ya kiti cha enzi cha Mungu kwa ajili ya kuurithi uzima wa milele. Na mafundisho haya ya Yesu kuhusu malaika tunayapata katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 16 ule mstari wa 22. Andiko linaeleza na kufafanua jinsi malaika wa Mungu walivyomchukua Lazaro, maskini anayetajwa kuwa alimwamini Mungu baada ya kufa kwake na kurithi ufalme wa Mungu. Na hili ni jambo ambalo Kristo alilifundisha kuhusu malaika. Malaika wamepewa mipaka ya kutojua siri zote za Mungu. Malaika wamepewa mipaka ya kutojua siri zote za Mungu. Hili ni jambo la 5 na la mwisho katika orodha ya mafundisho ya Yesu aliyowahi kufundisha kuhusu malaika, na uthibitisho wa maneno ya Yesu katika kufundisha kwake kuhusu malaika ya kuwa hawajui siri zote na mipango ya Mungu tunaupata katika Injili ya Marko Mtakatifu ile sura ya 13 na ule mstari wa 32. Mafundisho haya yanatufahamisha ama kutujuza ya kuwa Mungu ni muweza wa mambo yote. Mungu yupo kila mahali, uendapo yeye yupo. Mungu anajua mambo yote, lakini ikiwa malaika wameumbwa na Mungu, kamwe hawawezi kujua siri zote za Mungu. Kamwe hawawezi kufanana na sifa zote alizonazo Mungu. Na hata majukumu yao pia ama kazi wazifanyazo huzifanya kwa maelekezo ya Mungu. Malaika hawajui siri zote za Mungu, hasa ujio wa Yesu mara ya pili ulimwenguni. Na hili ni jambo la 5 na la mwisho alilofundisha Yesu kuhusu malaika. Kipekee ni kushukuru sana wewe mtu wa Mungu ambaye tumekuwa pamoja tangu sehemu ya kwanza ya mafundisho haya. Basi nikualike kusikiliza tena sehemu ya 6 ya mfululizo mzuri wa mafundisho haya kuhusu malaika kama watumishi wa siri katika ufalme wa Mungu. Na katika sehemu ya 6 nimekusudia kukujuza majina yote ya malaika yanayotajwa katika neno la Mungu na kazi zao. Hii ni sauti ya rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.